Mgogoro kati ya Venezuela na Marekani chini ya Rais Donald Trump umeingia hatua mpya na mbaya zaidi baada ya Marekani kuchukua hatua za kijeshi katika bahari ya Caribbean kwa kuzuia na kuingilia meli za mafuta za Venezuela. Ulianza kama mvutano wa kisiasa na kiuchumi, sasa umegeuka na kuwa swala la kijeshi linalovuta hisia za watu dunia nzima. Huku Rais wa Venezuela Nicolas Maduro akilaani vikali kile anachokiita uvamizi na uharamia wa kimataifa. Chanzo cha mgogoro huu kinarejea kwenye uhusiano mbaya wa muda mrefu kati ya Washington na Caracas. Marekani imekuwa ikituhumu serikali ya Maduro kwa ukiukwaji wa kidemokrasia, haki za binadamu, kushirikiana na mitandao ya kuuza dawa za kulevya. Kwa upande wake, Venezuela imekuwa ikilaumu Marekani kwa kuiwekea vikwazo vikali vya kiuchumi vinavyoathiri moja kwa moja maisha ya wananchi wake na kuilenga sekta nyeti ya mafuta ambayo ndiyo uti wa mgongo wa taifa hilo. Katika hatua mpya, Rais Trump ameagiza jeshi la Marekani kuzuia na kukamata meli za mafuta za Venezuela zinazopita katika bahari ya Caribbean, akieleza kuwa hatua hiyo inalenga kuzuia mapato yanayodaiwa kutumika kufadhili uhalifu wa kimataifa na vitendo vinavyotishia usalama wa Marekani. Hatua hii imeambatana na ongezeko kubwa la wanajeshi wa Marekani, meli za kivita na ndege za kijeshi katika eneo hilo, jambo linalotafsiriwa na wengi kama uvamizi usio rasmi. Rais Nicolas Maduro amejibu kwa msimamo mkali akitangaza kuwa Venezuela iko katika hali ya kujilinda. Ameagiza jeshi la nchi hiyo kulinda meli za mafuta na kuendelea na usafirishaji wake, huku akishutumu Marekani kwa kukiuka sheria za kimataifa na uhuru wa taifa hilo la Venezuela. Kwa mujibu wa Maduro, hatua za Trump ni jaribio la kuipora Venezuela rasilimali zake na kuisukuma nchi hiyo katika mgogoro mkubwa zaidi wa kiuchumi na kibinadamu. Hatua za Marekani zimeibua mjadala mpana kimataifa. Mexico kupitia uongozi wake imeonyesha wasiwasi mkubwa wa kuitaka jumuiya ya mataifa kuingilia kati haraka ili kuzuia umwagaji wa damu na kuzuia mgogoro huo kugeuka vita vya wazi. Mexico imesisitiza kuwa suluhisho la mgogoro wa Venezuela linapaswa kupatikana kupitia mazungumzo ya kidiplomasia, si tu kwa matumizi ya nguvu za kijeshi. China na Urusi ambazo zimekuwa washirika wa karibu wa Venezuela zimepinga vikali hatua za Trump. China imeeleza kuwa inapingana na kile ilichokiita unyanyasaji wa upande mmoja na matumizi ya nguvu bila idhini ya kimataifa. Urusi nayo imetoa onyo kali kwa Marekani ikisema hatua za kijeshi zinaweza kusababisha matokeo mabaya kwa eneo lote la Amerika ya Kusini na kuvuruga amani ya kimataifa. Kwa upande wa Umoja wa Mataifa, kumekuwa na wito wa pande zote kujizuia na kuheshimu sheria za kimataifa. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa kuingilia meli za mafuta katika maji ya kimataifa bila makubaliano ya kimataifa kunaweza kuweka mfano hatari wa usalama wa bahari na mahusiano ya kimataifa. Kwa sasa mgogoro huu unaendelea kuwa tete na wenye hatari kubwa. Kinachoendelea Caribbean si tena mvutano wa kisiasa pekee, bali ni mgongano wa wazi na wa nguvu, maslahi ya nishati na ushawishi wa kimataifa. Hatima ya mgogoro huu itategemea ikiwa mataifa makubwa yatachagua meza mazungumzo au kuendelea njia ya shinikizo na nguvu, jambo ambalo linaweza kuathiri si Venezuela pekee bali dunia kwa ujumla, kwani Venezuela ni msambazaji pia wa mafuta. Hii ni CF Media.